Lakini ndugu zangu, kama mnavyofahamu, Mtwara ni miongoni mwa mikoa mikongwe. Mkoa huu umeanzishwa mwaka 1971, lakini ni mkoa wa kimkakati kwa uchumi wa kanda hii ya kusini. Ndio maana tumejidhatiti kuunganisha kupitia njia zote za usafiri na usafirishaji. Tumeunganisha Mtwara kwa njia ya kwenye maji, njia ya barabara, njia ya anga, na nisiseme, tunakwenda kuunganisha kwa reli pia, toka Mtwara kuelekea Mbamba Bay, ambapo ni imani yetu taturahisishia biashara na wenzetu wa Msumbiji na Malawi. Mtwara oye! Ndugu zangu, katika kipindi hiki miaka 5 iliyopita, fedha nyingi imeshushwa huku Mtwara, lakini kati ya hizo ni fedha karibu bilioni 400 na zimekuja kukamilisha ujenzi wa kilomita 200 za lami, barabara ya Mtwara Mingoyo Mnazi Mmoja na Mingoyo Masasi. Pamoja na hayo, tutakamilisha pia miradi ya Nivata Newala ambayo iko 30% sasa hivi, na Mitesa Masasi iliyofikia 50%. Na katika kuboresha zaidi mawasiliano, tutaendelea kuiwezesha TARURA na TANROADS kuendelea na maboresho ya barabara, ikiwemo barabara za ndani zinazounganisha mkoa au wilaya na makao makuu ya mkoa. Sasa hapa kuna barabara zitakazojengwa ziweze kupitika kwa mwaka mzima, na kule kuna zile ambazo zitajengwa kwa lami. Lakini niseme pia tumechochea ukuaji wa bandari ya Mtwara, na tumetoa maamuzi, amesema hapa mwanangu Nanauka, kwamba toka tumetoa maamuzi ya korosho kusafirishwa kutoka bandari ya Mtwara, mambo makubwa sana yamefanyika, na hayo ndio maendeleo ambayo wakati tunawaza hilo tulikuwa tunaona hilo mbele yetu, lakini kwa sababu kulikuwa na wafanya biashara wanaofaidika korosho kusafirishwa Dar es Salaam, kulikuwa na ugumu kidogo, lakini tumshukuru Mungu, sasa mambo yamekaa sawa. Na furaha yangu ni kwamba wenyewe wana Mtwara wanafurahia hilo, kwamba korosho inayotoka Lindi na Mtwara isafirishiwe bandari ya Mtwara. Lakini niwaambie kwamba mbali ya korosho, bandari ya Mtwara ndiyo bandari inayosafirisha makaa ya mawe Tanzania. Ni bandari pekee inayosafirisha makaa ya mawe, lakini ndiyo bandari inayopokea pembejeo za mbolea na pembejeo nyingine tunashushia hapa Mtwara kwa urahisi wa usambazaji katika ukanda huu wa kusini. Alkadhalika, tumefanya upanuzi na ukarabati wa kiwanja cha ndege cha Mtwara, ambapo awamu ya kwanza imekamilika na kiwanja sasa kinatumika. Kuna maboresho mengine yataendelea polepole, lakini kiwanja ambacho kinaweza kutumika kwa hali yoyote ile. Ni kiwanja kikubwa cha kimataifa. Katika miaka 5 ijayo tutaanza utekelezaji wa mradi wa kimkakati ule niliosema wa reli ya viwango vya kisasa kuja Mtwara kwenda Mbamba Bay mpaka kule Mchuchuma na Liganga kule Ruvuma. Mradi huu ni imani yetu kwamba unakuja kufungua sio tu Mtwara bali ukanda wote huu wa kusini. Sasa tuendelee kuomba Mungu atufungulie milango na tuone fedha hii tutaitoa wapi ya kuja kufanyia hilo. Wote tuombe kwa pamoja. Ndugu zangu wana Mtwara, pamoja na uwekezaji huu mkubwa kwenye miundombinu inayokuja kuleta mageuzi Mtwara, hapa mjini ninafahamu kuna changamoto ya mafuriko, lakini Nanauka ameisema vizuri, kazi inaendelea na kadhia ile katika maeneo yale ya Chuno, Magomeni na Mtonya mpaka Chikongola
inakwenda kuwa historia. Mafuriko yale yanakwenda kuondoka. Vile vile tutakamilisha mradi wa umeme utakaounganisha mikoa ya Mtwara na Lindi kwenye gridi ya taifa kutokea Songea, Tunduru mpaka Masasi, na tutajenga vituo vya kupozea umeme pale Tunduru, lakini chengine pale Masasi, ili kuhakikisha Mtwara inakuwa na umeme wa kutosha, umeme usio katika unaopatikana masaa 24. Ndugu zangu wana Mtwara, kwa upande wa kilimo, mwaka 2021-2022 tulifanya maamuzi kuanza mfumo wa ruzuku za pembejeo katika zao la korosho. Tangu kipindi hicho, salfa imekuwa ikitolewa bure na tumekuwa tukiongeza kila miaka inavyokwenda, na mmemsikia mgombea Premji hapa amesema kwa jimbo lake tu wanapokea sasa hivi karibu tani 30,000. Kwa hiyo tunaongeza, lakini nataka niwaambie serikali imefanya maamuzi haya, na kwa miaka 4 iliyopita toka tumeanza tumeshatumia bilioni 726 kugawa mbolea na pembejeo za ruzuku kote nchini, sio Mtwara peke yake, kote nchini, na tunatumia bilioni 152 kila mwaka, pesa ambayo ingetoka mfukoni kwa wakulima, lakini tumeibakisha mifukoni kwao. Serikali tunagawa kwa ruzuku nusu bei, lakini vitu vingine ni bure, kama salfa bure, dawa za wadudu bure, dawa ya blight bure. Kwa hiyo ndugu zangu, serikali inafanya hivyo kwa sababu tumedhamiria kukuza kilimo, kukuza uzalishaji wa korosho. Na kwa hakika uzalishaji tumeuona. Uzalishaji wa korosho umekuwa kutoka tani 118,811 mwaka 2020-2021 ambazo zilikuwa zina thamani ya bilioni 265, na zimekuwa mpaka uzalishaji wa tani 330,505 zilizouzwa msimu uliopita 24-25, na shilingi trilioni 1 bilioni 900 zimeingia mikononi kwa watu, mikononi kwa wazalishaji wa korosho. Hii ni pesa nyingi sana ndugu zangu. Sasa isingekuwa ruzuku, tungesema trilioni 1 toa ile ambayo tunaitumia kila mwaka kwa ruzuku, lakini hii ni safi, imeingia kwa wakulima. Haya ni manufaa makubwa sana kwa wakulima. Isingekuwa ruzuku, basi uzalishaji ungeshuka na mapato kwa wakulima yangeshuka, kwa sababu tungezalisha vile vile tu. Nikiweza nanunua dawa na puliza, siwezi basi. Nikiweza naweka sijui nini, siwezi basi. Kwa uzalishaji unakuwa sio mkubwa. Kwa hiyo tutaendelea na huduma hizo ili kukuza uzalishaji. Kama mnavyofahamu, nchi yetu Tanzania ni ya pili kwa Afrika katika kuzalisha korosho. Wanaotupita ni nchi inaitwa Ivory Coast, wa pili ni sisi. Kwa tutaendelea kuweka jitihada ili twende sambamba na nchi hiyo ambayo sasa inaongoza. Mimi niseme hongereni sana wakulima, hongereni sana wakulima wa korosho kwa kuwapa heshima au kwa kuipa heshima nchi yetu. Jitihada hizi pamoja na za serikali na wakulima zimechangia kuongeza uzalishaji, sio tu kwenye korosho bali pia kwenye mbaazi na ufuta. Mwenyekiti wa chama amesema vizuri hapa. Uwekezaji mwingine ni kuongezeka kwa skimu za umwagiliaji maji ambazo sasa zipo 26, huku tukiwa na miradi miwili mikubwa yenye thamani ya shilingi bilioni 38 na milioni 600 inayojengwa kule Ndanda, Masasi na Arusha chini wilaya ya Mtwara. Hii ni miradi mikubwa, ni skimu kubwa ambazo tunaendelea kuzitekeleza. Ndugu zangu, mkitupa ridhaa na tunapoendelea mbele, tutaendelea kutafuta masoko ya uhakika,
sio tu kwa zao la korosho, lakini mazao yote tunayozalisha nchini ikiwemo ufuta na mbaazi. Na utaendelea kuvutia wawekezaji kwa ajili ya ujenzi wa viwanda vya kuchakata korosho katika kongani ya viwanda iliyopo pale kijiji cha Maranje katika wilaya ya Mtwara. Aidha, serikali itaendelea kusimamia kwa karibu zaidi vyama vya ushirika. Tutavisimamia kwa karibu zaidi ili kuondoa ubadhirifu wa fedha za wanaushirika, lakini pia ucheleweshaji wa malipo kwa wakulima. Tutaendelea kuvisimamia vyama vya ushirika, tunavijenga viwe taasisi tunazoweza kuzitegemea katika uendeshaji wa kilimo chetu nchini. Katika hatua nyingine, kama mnavyojua, tumeanzisha benki ya ushirika ili iweze kutoa huduma bora kwa vyama vya ushirika na tupate huduma bora katika kuendeleza kilimo chetu. Ndugu zangu wa Mtwara, Mtwara oye! Natambua yapo maeneo yenye changamoto ya migogoro kati ya wakulima na wafugaji. Nimepita maeneo mengi, nimeyasikia. Natambua kule na Nyumbu migogoro ni mikubwa na maeneo mengine, lakini tunayafanyia kazi. Na moja katika hatua tutakazochukua kitupa ridhaa miaka 5 inayokuja ni kuendelea kupima maeneo ya wafugaji. Kila tutakopata maeneo tutapima maeneo ya wafugaji. Nilisema tutatoka ekari milioni 3 kwenda mpaka ekari milioni 6 ili wafugaji hawa badala ya kuzagaa nchi nzima waende maeneo maalum wakafuge kitaalamu na huku wakulima waendelee na kilimo chao. Amen. Ndugu wananchi, kwenye upande wa huduma za kijamii nako tumefanya uwekezaji mkubwa. Kila aliyekuja hapa mgombea anasema yaliyofanyika kwenye maeneo yao. Lakini kimkoa kama walivyosema, nakumbuka tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2023 nilikuja kuzindua hospitali ya rufaa ya Kanda ya Kusini iliyopo hapa Mtwara. Hospitali hii imesogeza huduma za kibingwa karibu zaidi na wakazi wa Mtwara, Lindi na Ruvuma. Mbali na hospitali hiyo, kwa Mtwara sasa una hospitali 2 za rufaa, ile ya Ligula ya serikali na Ndanda ya binafsi. Lakini vile vile hospitali 3 za halmashauri katika manispaa ya Mtwara, mji wa Nanyamba na wilaya ya Mtwara. Haya ni maendeleo ndugu zangu, na niwaahidi tutaboresha zaidi na zaidi huduma zinazotolewa kwa kuleta vifaa tiba zaidi, kuongeza watumishi wa afya, ambapo kama mlivyosikia ndani ya siku 100 za awali za kazi mkitupa ridhaa, tunapanga kuajiri watumishi 5,000 wakiwemo madaktari, wauguzi na fani nyingine za afya ambao tutawasambaza nchi nzima. Katika hatua nyingine, tulileta zaidi ya shilingi bilioni 87 kwa ajili ya miradi ya maji, imesemwa vizuri hapa. Lakini ninachotaka kuambia, mkitupa ridhaa, tunakwenda kukamilisha kazi iliyobaki katika mradi wa Nakonde, katika mradi wa Nakonde na kutoa maji mto Ruvuma ili kumaliza kabisa changamoto ya maji na Nyamba, Mtwara vijijini na Mtwara mjini. Lengo letu ni kwamba tukimaliza miaka 5 ijayo, kila Mtanzania awe karibu na maji safi na salama. Hilo ndilo lengo letu, kwa tunakwenda kuifanya hiyo kazi. Miradi midogo ambayo iko maeneo mbalimbali nayo tunakwenda kuikamilisha. Kwa upande wa elimu, tumesikia yanayofanyika, ila niwaambie kwamba tunafanya uwekezaji mkubwa huu kwenye elimu.
ni sawa kwamba tunapanda mbegu sasa hivi na mazao yake tutakuja kuyavuna miaka 5, 10, 20 ijayo. Hii ni mbegu tunayoipanda. Tunataka watoto wa Kitanzania wasome kwenye mazingira mazuri, sio yale tuliosomea sisi. Wasome mazingira mazuri, wawe na vifaa vyote vya kujifundishia na vya kufunziwa. Walimu wawe na vifaa vyote, lakini kuwe na mazingira mazuri ya elimu katika ngazi zote, na tuwe na wasomi wazuri wa Kitanzania. Tunawekeza hivi ili kujenga kesho iliyo bora kwa Tanzania yetu. Natambua pamoja na kazi tunayoifanya, kuna uhaba wa walimu, kuna uhaba wa nyumba za walimu, na mkipekua vijitabu vile vya ilani, hiyo ndo kazi mtakayoiona tumeahidi kwenda kuifanya. Mkitupa ridhaa, miaka 5 inayokuja tunakwenda kuifanya kazi hiyo. Ndugu zangu, kitaifa, miaka 5 ijayo itakuwa ni miaka ya kupiga hatua kubwa katika matumizi ya teknolojia za kisasa, na vile vile miaka 5 ijayo tunataka kuchukua hatua za maksudi kudumisha mila, tamaduni na desturi zetu, zile zilizo bora, sio zile zenye madhara, zile zilizo bora. Sasa kwa upande mmoja tutaongeza matumizi ya teknolojia za kisasa ikiwemo akili unde ili kuimarisha ufanisi na tija katika uzalishaji na utoaji huduma, ikiwemo kwenye kilimo. Kwenye kilimo tumeanza sasa hivi kwenye kilimo tuna tafiti tunazozifanya kwa njia za kisasa. Nazo ni tafiti za mbegu, tafiti za udongo, kujua afya ya udongo, na tafiti mbalimbali katika kilimo tunazifanya kutumia teknolojia ya kisasa. Nadhani ulikuwa mwezi wa 7 mwaka huu, nimefungua maabara kubwa sana pale Dodoma ya kitaalamu sana ambayo inakwenda kufanya kazi hii. Lakini vile vile mwaka jana nilifungua maabara ya kisasa kabisa pale Sokoine inayokwenda kuwafundisha vijana wetu jinsi ya kuzalisha kwa kitaalamu na kutumia teknolojia ya kisasa. Lakini vile vile tunakwenda kutumia zana za kisasa kwenye kilimo, na ndio maana tunasema tutakuwa na vituo vya zana za kilimo ambapo wakulima wataweza kulipa bei nafuu, zana ziwatumikie na zirudi kwenye kituo. Vile vile kwenye masuala ya vipimo, nadhani mmeanza kuona kwenye uzalishaji tunatumia teknolojia ya kisasa, lakini hata wale wanaokwenda kuuza, wanaokwenda NFRA, wakifika pale ni teknolojia inayotumika kujua unyevu wa mahindi na mizani za kisasa, kujua uzito wa alichokileta, na papo hapo anapata risiti yake. Mashine hiyo inampa risiti yake na inamwekea message kwenye simu yake kwamba umeleta mzigo fulani, unyevu uko kiasi fulani, grade ya mazao yako ni kiasi fulani, na pesa zako kwa kilo hizo kwa bei hii ni kiasi fulani. Kwa anapata risiti ya karatasi, lakini kwenye simu kunakuwa na message yake. Kwa tunakwenda kutumia teknolojia kwenye kilimo na kwenye mambo mengine yote. Lakini hata kwenye masoko, ndugu zangu wa Mtwara, mnashuhudia minada ya korosho inavyofanyika. Watu wako huko mbali wanashindana kwa bei, tunaona kwenye screen, huyu katoa bei fulani, huyu bei fulani, mpaka tunaridhika, tunasema tunakwenda na huyu aliyetoa bei hii. Kwa hiyo hayo ndio tunayokwenda nayo na huko ndiko tunakolenga. Lakini teknolojia hizi mbali na kilimo, tunakwenda kuitumia kuimarisha mawasiliano, ufuatiliaji wa hali ya hewa na mengineyo katika nchi yetu. Teknolojia hii inakwenda kufundishwa mashuleni na vijana wetu wanakwenda kuitumia. Na hapa
ndipo nataka kuunganisha teknolojia, mila, tamaduni na desturi zetu. Kwa tutakwenda kufundisha teknolojia ambayo haitafuta, haitaharibu, haitawapotosha vijana wetu wakakiuka mila na desturi zetu. Kwa hiyo kwa kadri inavyowezekana, teknolojia tunayokwenda kuitumia tunataka ikalinde mila, desturi zetu na tamaduni zetu, na tuzirithishe kwa vijana wetu, badala ya kuona tamaduni za nje na wakazifata, wafuate hizi za kwetu. Tuzipe hadhi na wazifuate hizi za kwetu. Kwa hiyo hayo mkitupa ridhaa yenu, ndio tunayokwenda kuyafanya huko mbele, kujenga kizazi kijacho chenye maadili. Kwa sababu kikaa na viongozi wa dini hawa wanalia na maadili. Kwa hiyo wao, sisi, walimu na wengine wote tukawajenge vijana na maadili. Kazi na utu. Mtwara oye! Ndugu zangu wa Mtwara, toka nimeingia Mtwara nimesikia kila jimbo, kila pahali wanashukuru kwa maendeleo. Sasa maendeleo ni dhana, ndugu zangu. Wale mnaowasikia wanasema hakuna maendeleo, hakuna chochote, elimu, afya, umeme, maji, kwa wao si maendeleo. Mnajua kwa nini? Anakaa maeneo ambayo hivyo vitu toka kazaliwa anaviona. Toka kazaliwa hivyo vitu anaviona. Lakini kwa sisi wa vijijini, hayo mambo ni maendeleo, tena maendeleo makubwa. Kwa hiyo hatuna budi kujipongeza kwa maendeleo makubwa tulioyapata ndani ya miaka 5 iliyopita. Kwa wao maendeleo sielewi ni nini. Labda SGR wanaweza kusema hilo ni maendeleo kwa sababu ndio jipya kwao. Lakini hao mengine waacheni wapige kelele, si maendeleo, lakini kwa sisi wa vijijini ni maendeleo, tena maendeleo makubwa. Maendeleo oye! Tanzania oye! Kwa hiyo dhana ya maendeleo ina sura nyingi, ndugu zangu, wasiwavunje moyo. Tumepiga hatua kubwa sana ya maendeleo. Baada ya kusema hayo, sasa ni wajibu wangu kufanya kazi iliyonileta hapa, nayo ni kuomba kura. Lakini kabla kuomba kura, nitakabidhi ilani kwa wagombea ubunge wa majimbo ya Mtwara, alafu kwa pamoja tutaomba kura. Mtwara oye! Mtwara kuchele! Ndugu zangu wa Mtwara nyuma kule, sisikii sauti zenu. Mtwara kuchele! Sasa nimewaona, asanteni sana. Mgombea anakabidhi ilani za uchaguzi kwa wagombea ubunge, ikiwa ni ishara ya mkataba baina ya chama na wananchi wa Mtwara. Toti, karibuni kwa burudani. Ipeni kura CCM, ipeni kura. Ipeni kura, ipeni kura CCM, ipeni kura. CCM oye! Kazi na utu. Ndugu zangu wa Mtwara, nimemaliza kukabidhi ilani za uchaguzi, ilani zinazosema yaliyofanyika na yatakayofanyika miaka 5 ijayo mkituchagua.
Mkichagua wengine watakuja na ya kwao, lakini mkichagua CCM tayari ilani tumeshakabidhi. Sasa mimi niwaombe mchague CCM, kwa sababu yaliyoko humo ni yale ambayo tumeyaanza, tunakwenda kuyamalizia, na mapya ambayo tuna hakika tunaweza kuyatekeleza. Kwa tupeni kazi, tukafanye kazi, tujenge utu wa Mtanzania, utu wa mwana Mtwara. CCM oye! Kwa hiyo mimi mwenyewe hapa ambaye ni mgombea wa kiti cha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini na wabunge wa majimbo yote ya mkoa wa Mtwara pamoja na madiwani wetu walioko hapa mbele wa kata zilizoko ndani ya mkoa huu wa Mtwara, tunaomba kura zenu. Tunaomba wote kwa pamoja, Mungu atuamshe salama tarehe 29 mwezi wa 10, twende vituoni, kila aliyeandikishwa twende tukapige kura. Tukipiga kura wote, ushindi unakuwa mkubwa, unatupa nguvu zaidi ya kufanya kazi na kuondosha changamoto zinazotukabili ndani ya nchi. CCM oye! Kazi na utu! Mtwara oye! Wana Mtwara, tunaomba kura zenu na Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Asanteni sana madiwani, asanteni. Haya, tumwage